Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Na nikwambie, kwenye uwanja wa kivita, Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya drone nchini Ukraine. Russia imefanya mashambulizi makubwa ya ndege zisizo na rubani dhidi ya Ukraine kwa muda wa masaa kadhaa, ambapo milipuko mikubwa imesikika huko Kyiv na miji mingine ya nchini humo. Kwa mujibu wa Al Jazeera, meya wa Kyiv, Vitali Klitschko, ametangaza habari hiyo katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram na kuandika kwamba mifumo ya ulinzi wa anga katika wilaya ya Obolonsky, moja ya wizara za kaskazini mwa mji mkuu wa Ukraine, imekabiliwa na mashambulizi hayo kwa muda mrefu. Naye gavana mkuu wa Sumy, Ole Hurov, amesema kuwa shambulio kubwa la droni za Russia limefanyika kwenye mkoa huo na kwamba mashambulizi hayo yalilenga miundombinu ya nishati na kusababisha kukatika kwa wingi umeme katika eneo hilo. Naibu waziri wa nishati wa Ukraine, Mykola Kolesnik, pia ametoa taarifa kukatika umeme katika baadhi ya maeneo ya mkoa wa Donetsk. Ole Kiper, gavana mkuu wa Odessa wa kusini mwa Ukraine, pia ametangaza katika ujumbe wake kwenye Telegram kwamba mashambulizi makubwa ya Russia dhidi ya vituo 4 vya umeme na vituo vya nishati kwenye eneo hilo yamesababisha kukatika umeme kwa familia 280,000. Ameongeza kuwa umeme wa nyumba 220,000 umerejeshwa, lakini mtandao bado umeharibika na unahitaji matengenezo makubwa. Wakati huo huo, waungaji mkono wa Russia huko Zaporizhzhia wametangaza kwamba kiwanda cha nyuklia cha eneo hilo hivi sasa kinaendeshwa na waya mmoja tu badala ya miwili kutokana na sababu za kijeshi, suala ambalo ni hatari kwa usalama wa raia. Ni kwambia hivi, hatujamaliza hapo hapo kwenye uwanja wa kivita. Ni kwamba ukombozi wa Donbas unaendelea kwa njia zisizo za kidiplomasia, huku diplomasia magharibi ikionyesha kutokuwa na uwezo kamili. Mkuu wa harakati nyingine ya Ukraine, kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku, Viktor Medvedchuk, anasema ingawa diplomasia ya magharibi inaonyesha kutokuwa na uwezo kamili na inaendelea kucheza michezo ya ganda, Donbas na nchi zingine za kihistoria za Urusi zinakombolewa kwa njia zisizo za kidiplomasia, na ikiwa baada ya kuonyesha unyonge wa kidiplomasia yao wameamua kupigana, basi Urusi iko tayari kwa hili, Medvedchuk aliandika. Wakati huo huo, kama mwanasiasa huyo alivyosema, Rais wa Urusi Vladimir Putin ameweka wazi kabisa kwamba hamu ya vita katika hali hii haitoki Urusi. Vile kwenye uwanja wa kivita, mtu mmoja ameuawa na wengine wasiopungua 12 wamejeruhiwa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine katika maeneo ya mkoa Belgorod. Makao makuu ya uendeshaji ya eneo la Urusi yaliyopakana yameripoti. Kwa ujumla, ndege zisizo na rubani 50 zilidunguliwa. Vilevile, chuo kikuu cha jimbo la Sevastopol kitaunda maabara mwaka wa 2026 ambapo wataalamu katika nyanja mbalimbali watashirikiana ili kutengeneza mbinu mpya za ukarabati na swala zima la kurekebisha mitambo. Lengo ni kuendelea kujimarisha katika uwanja wa kivita. Kumbuka, Urusi yuko anapambana, naye pia anaendelea kujimarisha katika uwanja wa kivita. Imekuwa ni sehemu ambapo silaha mbalimbali zinaendelea kufanyiwa majaribio, hususan silaha mpya. Wanajeshi wa Urusi wameshambulia miundombinu ya nishati inayotumiwa na jeshi la Ukraine na maeneo ya kupelekwa kwa adui katika saa 24 zilizopita katika operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti. Jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1405 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Ni kwambie hivi, hatujamaliza hapo hapo kwenye uwanja wa kivita. Jeshi la Ukraine linakabiliwa na vikwazo vikubwa, huku kukiwa na hasara kubwa kwa wafanyakazi na vifaa, kulingana na Sergei Narishkin, mkurugenzi wa huduma ya ujasusi ya kigeni ya Urusi. Wanajeshi wengi wa Ukraine wanavunjika moyo na visa vya kutoroka vinaongezeka, anasema. Tofauti na upande wa Ukraine, Narishkin alisema katika mahojiano, jeshi la Urusi linaendelea kusonga mbele likikomboa vijiji na miji kadhaa kila wiki. Vilevile, siku itafika ambapo jeshi la Ukraine litasalimu amri na kisha hakuna mtu atakayeingilia kati suluhu ya amani. Mkurugenzi wa huduma ya ujasusi wa kigeni ya Urusi Sergei Narishkin anasema siku itafika ambapo vikosi vya ulinzi vya Ukraine vitapoteza uwezo wao wa kujilinda kwa njia iliyopangwa na vitalazimika kujisalimisha, na kisha hakuna mtu atakayeweza kuzuia suluhu ya amani ya mzozo wa Ukraine. Hapo awali, rais wa Urusi Vladimir Putin aliwaambia maafisa wa wizara ya ulinzi kwamba jeshi la Urusi
lilikuwa likisonga mbele kwa kasi na lilikuwa likikandamiza hata vikosi vya wasomi vya Ukraine, ikiwa ni pamoja na vile vilivyofunzwa magharibi. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.